Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, afwan shekhe, kuna jambo ambalo sisi maamuma tunatamani pia kupata elimu kutoka kwenu. Ni kati ya uwekezaji upi wa mali kwa ajili ya kesho ya hapa duniani, lakini pia kwa ajili ya kesho ya akhera, na uwekezaji wa watoto kadhalika hivyo hivyo kwa ajili ya maslahi ya hapa duniani na akhera. Yaani uwekezaji kati ya mali na watoto, ni upi uwekezaji ambao unatija na tunapaswa kuwekeza nguvu na juhudi zaidi kuliko mwingine? Shukrani. Shukrani. Swali liko wazi. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kuna watu wana base na wanaegemea zaidi kwenye kuwekeza kwenye mali, na wanaona sio muhimu kupata watoto na kawalea kwa ajili ya kesho yake ya duniani au kesho yake ya akhera, na base kwenye mali kuliko watoto. Hawa ndio watu wengi wako namna hii. Ni uwekezaji upi ulio bora? Kwanza ni Muislamu anatakiwa awekeze katika pande zote hizi mbili. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla akimjalia azae watoto wa kutosha, na kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema tazawwajul waduda alwaluda, oweni wanawake wenye kuzaa, fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyama, mimi nitajifaharisha na watoto, yani umma mkubwa siku ya kiyama. Yani kwa manabii wenzake, kwamba ana watu wengi kuliko wenzake. Taban inajulikana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hatujifahari kwa watu ambao hawamjui Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hawana maadili, hawana akhlaq. Kwa hivyo uwekezaji kwenye watoto kwa maana ya kuzaa watoto wengi na kuwalea ni jambo ambalo tunalikuta sisi katika mafundisho yetu ya dini. Na watoto wametajwa kuwa ni katika neema. Waja'alna lakum azwajan wa dhurriya, tumekujalieni nini, kila nabii Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla alimjalia wake na watoto. Na Allah akataja kwamba amejalia kutokana na wake zenu watoto na wajukuu. Kwa hivyo waja'alnakum akthara nafira, na tumekujalieni nyinyi ni wengi. Kwa hiyo wingi wa idadi ya watu ni katika neema kubwa za Mwenyezi Mungu Jalla waala. Hata Nabii Nuhu aliwahamasisha watu wake, akawaambia mkifanya istighfari na mkatubia faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafaran yursilu samaa alaykum midraran wa yumdidukum bi amwalin wa banin, Mwenyezi Mungu atakuzidisheni mali na watoto. Na swali letu liko kwenye uwekezaji upi ulio bora kati ya mali na watoto. Tumesema uwekezaji wote ni muhimu. Mali katika maslahi yake ni kitu kinachosimamisha maisha, sio tu maisha, hata dini. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anasema wala tu'tu sufahaa amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman, msiwakabidhi wenda wazimu mali zenu. Yani katika familia mtu anaweza kuwa ni tahira lakini ana mali, labda alizichuma akiwa mzima kisha akawa tahira, ama huyu tahira ana mali ya kurithi, inazaliwa ni mali ya tahira. Msiwakabidhi, zisimamieni wenyewe, alafu mwe mnawapa matumizi, mavazi na chakula. Akasema allati ja'ala Allahu lakum qiyaman, mali ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amejalia kwenu nyinyi wanadamu, ndio kitu kinasimamisha maisha. Kwenye upande wa dini, Allah akasema watujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, mfanye jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kwa mali zenu na nafsi zenu. Kuhusu watoto kwa upande wa akhera, sallallahu alaihi wasallam amesema
mwanadamu akifariki matendo yake yote yanakatika isipokuwa mambo matatu. Yaani mambo matatu yataendelea kuingiza thawabu hata kama amefariki. Matendo mengine yote yatastop. Akataja katika hayo mambo matatu akasema, au waladin salihin yad'u lahu, ama mtoto mwema ambaye atamwombea mzazi wake dua. Turudi kwenye kujibu swali kwa kifupi kwenye, yani mimi hapa nasema natoa rai yangu kwa mujibu ninavyoona kwenye mazingira na dalili. Ni uwekezaji upi ulio yani muhimu zaidi kwa ajili ya, tuanze na mustakbali wa kwanza wa duniani, kwa ajili ya mustakbali wa maisha haya duniani, mtu awekeze mali kwa ajili ya uzee wake au watoto. Tumesema awekeze yote, lakini kwa mfano kama mtu ameambiwa awekeze moja kwa ajili ya uzee wake kama atakuwa mzee, tunasema mtu awekeze kwenye watoto, kwa sababu wanasema kuwekeza kwa binadamu ni kuwekeza ambako kuna manufaa makubwa sana. Ukizee, kwa kadri umri unavyokwenda, mtu anakuwa anachoka, anapenda apunguze majukumu ya kusimamia mali zake katika kuzizalisha na kuzilinda zile ambazo zimezalishwa. Umri kila unavyokwenda anataka apumzike, na mali kila inavyoongezeka inataka sasa uitumikie zaidi. Sahihi. Kwa hivyo utaitumia, lakini inataka ikutume zaidi. Sahihi. Watoto kila unavyozeeka watakutunza na hawatahitaji zaidi yaani wewe bali hawatahitaji kama wewe uwasaidie. Yaani aghlabu inakuwa ni hivyo. Kwa hivyo mtu akishakuwa ni mzee, watoto wake wanaweza kumwangalia, lakini mtu anaweza kuwa ni mzee na uzee ukachanganyika na ugonjwa, mali zake zisiweze kumwangalia, akategemea watu. Kama hakuwa na watoto akategemea watu, wakawa wanatamani afya, au wanaweza kufanya sababu afya ili wachukue ile mali. Sahihi. Kwa hivyo watoto ni uwekezaji mzuri zaidi. Kwa upande wa akhera, mali imetajwa katika hadithi hii. Mtu anaweza kwa mali yake anaweza akatoa sadaqatun jaria, sadaka yenye kuendelea. Yaani anatoa sadaka ya kitu ambacho kinadumu. Anaweza kujenga msikiti, anaweza kujenga kisima, anaweza kujenga madrasa au shule, akatoa sadaka. Anaweza akajenga nyumba ya wakfu ambayo unajua wakfu ni kuweka kitega uchumi ambacho chenyewe kinatoa uchumi na chenyewe hakitumiki. Yaani mali haitumiki lakini inazalisha. Mfano wa jengo inazalisha kodi zake zinasaidia walimu wa madrasa, maskini na wahitaji na kadhalika. Mwenye mali anayo fursa ya kufanya hivi, ya kununua pepo yake. Lakini mwenye mtoto kadhalika, mtoto ametajwa, au waladin salihin yad'u lahu, au mtoto mwema ambaye anamwombea mzazi wake dua. Na imekuja katika hadithi, mzazi atawekwa katika daraja katika hiki kipindi cha maisha ya barzakh, atakuwa katika daraja ambayo hakuwa nayo pale alipofariki. Atauliza, hii imetoka wapi? Atasema listighfari waladika laka, hii ni istighfari ya mtoto wako anakuombea dua wewe. Na katika hiki kipengele au waladin salih kuna nukta ya kuzingatia. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, au mtoto mwema anayemuombea mzazi wake dua. Yaani ni hakika kabisa, kama mtoto si mwema hatomuombea mzazi wake dua. Sahihi. Hatakuwa na hizo hisia kwamba mzazi wangu yuko mahala pagumu. Ni kama vile mtoto kama hakumtambua Allah, basi pia hawezi kumtambua na mzazi. Sahihi. Kwa hivyo kwenye kuwekeza kwenye watoto ili wakufae hata katika haya maisha ya dunia, ni lazima uwafundishe dini. Uzoefu unaonesha hivyo. Klipo haituruhusu kusema maneno mengi,
Lakini ukilea, yani uzoefu unaonyesha watu ambao wamewalea watoto wao kidunia tu, akawa engineer, akawa profesa, akawa nani, yule mtoto hakumlea kwenye, maanake unajua mtoto humlei ukamwambia nitambue mimi, hapana. Ukitaka kutambue, mlee kidini. Ukimlea kidini, watoto ambao wanafuata dini katika familia ni wazuri zaidi kwa wazazi wao kuliko watoto wasiofuata dini. Hata kama akawa ni maskini, lakini hizo 200 zake na 500 zake atakuletea. Na physically yeye mwenyewe atakuwa anakupa utumishi na khidma. Lakini huyu mwingine asiyekuwa na dini anaweza akafanya kitu kama anatekeleza wajibu fulani unaomkalifisha, akamtupa mzee wake katika nyumba ya wazee. Kwa hivyo sisi ushauri wetu ni mtu awekeze kwenye mali. Mali ni kitu kizuri na kina play part katika dunia na akhera, na awekeze kwa watoto. Mali inayokuwa ni akheri na inayokusaidia katika kheri ni ile ambayo unaitafuta katika njia za halali, na watoto ni wale ambao unawalea katika dini. Kwa hivyo tumeongeza nini hapa katika kitu muhimu ambacho watu wengi wanaghafilika nacho, kwamba hawachukulii kwamba watoto ni neema. Tunaweza kuwa nazaa watoto, watu wakawa na mlaumu, wanamuoneshea kidole. Kupata watoto ni katika neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunamwomba Allahu Jalla wala aturuzuku watoto wengi na aturuzuku riziki ya kuwalisha na kuwalea, na awaruzuku wawe ni wema, wawe na manufaa na familia na jamii, manufaa ya kidini, manufaa ya kidunia, manufaa ya kiakhira. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.